Haleluya, haleluya, mwana wa Mungu, ninakusalimu kwa jina zuri la Bwana Yesu aliye hai. Ni matumaini yangu ya kwamba hata leo Bwana ni mwema kwenye maisha yako. Ni matumaini yangu ya kwamba hata sasa Bwana anakupigania kwenye maisha yako na kwenye shughuli zako, biashara zako, pamoja na familia ya kwako. Ni matumaini yangu ya kwamba anaendelea kuachilia uzima juu ya maisha yako. Lihimidiwe jina la Mungu aliye hai, na upendo wake ambao anaendelea kuachilia juu yetu umetukuka juu ya mataifa yote. Ni nani aliye kama yeye? Ni nani mwenye nguvu kama zake? Ni nani awezaye kutabiri mema juu ya maisha yetu? Ni nani awezaye kuachilia uzima kama yeye anavyotujalia uzima hivi tulivyo? Atukuzwe Mungu Baba Mwenyezi aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni ndani yake Kristo Yesu. Asante Bwana Mungu Roho Mtakatifu kwa ajili ya wakati huu mzuri ambao umeuachilia Bwana. Kwa uweza wako na nguvu zako Bwana, tunaendelea kustawi ndani ya uwepo wako, tunaendelea kusikiliza na kuona wema na fadhili zako kwenye maisha yetu Bwana. Asante kwa uweza wako na nguvu zako ambazo unaziachilia juu ya kila mmoja ambaye Bwana amekuwa akipata neema ya kujifunza neno lako la uzima, ambayo ni maarifa yatokayo kwako. Bwana Yesu, ninakutukuza, ninakuazimisha katikati ya majira na nyakati hizi ambazo Bwana umeachilia kwa mtu huyu Bwana kusikiliza neno lako la uzima katika majira haya. Naomba uwepo wako Bwana ukawe pamoja naye, na nguvu zako Bwana zikawe pamoja naye. Uwepo wako Roho Mtakatifu ukawe juu yake Bwana, apate kuelewa sawa sana mapenzi yako juu ya kile ambacho umekikusudia katika majira na nyakati hizi, katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, niko mahali hapa, nitumie Bwana kama chombo sahihi cha kumfundisha Bwana watu wako. Nifundishe Bwana, nami nipate kuwafundisha watoto wako jemedali kama ulivyokusudia Bwana kwa neno hili la siku ya leo. Bwana, usinyamaze. Korabasakataya mahande riko satara badoza mandiria hapa kusakatiria bahando karabasakataya rikandarabadoza mandiria basaya rapaseteria mahande ikana mandura basaya raba sakataya rikamandiri badosa kareva waron mariandiri badesa karamandiri badosa kataya karikandara badosa teria basiria, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, ninakutukuza, Baba, ninakutukuza. Sante Bwana kwa uweza wako, sante Bwana kwa nguvu zako, sante Bwana kwa uweza wako na kwa nguvu zako jemedali rapa sakataya ria mandiri ya badosa, katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Rehema zako Bwana ziwe juu yetu, rehema zako Bwana ziwe juu ya kila mmoja. Baba, uweza na nguvu za kwako Bwana viwe pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Ninakualika mahali hapa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu tena katika jina zuri la Bwana Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Siku ya leo somo ambalo Roho wa Bwana ametupatia linasema gharama ya kutetea au kulinda nafasi uliyopewa na Mungu. Gharama ya kutetea au kulinda nafasi uliyopewa na Mungu. Kuna gharama ambayo inahitajika uilipe kwa ajili ya kutetea na kulinda nafasi ambayo Mungu amekupa. Gharama ya muda, gharama ya fedha, gharama ya kujitoa we mwenyewe. Sipo gharama nyingi sana ambazo lazima uziinkaa ili uweze kulinda na kutetea nafasi ambayo Mungu amekupa. Umepewa hiyo nafasi kwenye hiyo ofisi,
Mungu amekupa nafasi kwenye hiyo ofisi, jambo la kwanza ambalo utaweza kulipa kama gharama ni gharama ya muda kwa ajili ya kutenda kazi kwenye hiyo ofisi. Gharama nyingine ambayo utailipa ni gharama ya akili ya kwako, kutumia akili ya kwako kwa ajili ya kutekeleza majukumu ya hiyo ofisi uliyokabidhiwa. Jambo lingine ambalo utalipa kama gharama ni kujitoa mwili wako kwa ajili ya hiyo kazi. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya gharama ambazo nimekupa kama sehemu ya utangulizi, ambazo lazima uzingaa ili uweze kulinda na kutetea nafasi ambayo Mungu amekupa kwenye hilo eneo ulilopo. Mahali hapo ulipo, kuna namna ambayo usiposimama kwenye nafasi ya kulipa gharama, hautaweza kufikia malengo ambayo umeyatarajia, wala hautafikia malengo ambayo waliokuweka hapo wametarajia. Hautaweza kutimiza majukumu yako jinsi inavyokupasa. Kwa hiyo inakupasa kufanya maamuzi ya kulipa gharama ili kutetea na kulinda nafasi uliopewa kwa ajili ya kujenga heshima, kwa ajili ya kujenga utukufu wa Mungu kwenye hiyo nafasi uliopewa. Na Mungu akiwa pamoja na wewe, Mungu akikutangulia, Mungu akakujalia chochote au nafasi ya kulipa gharama, usiogope hizo gharama, kwa sababu kadiri unavyolipa gharama ndivyo unavyoachilia malango ya kwako kupiga hatua kwenye maisha yako, kwa sababu kila mtu anayejitoa kwa ajili ya jambo fulani anatarajia kuona matokeo makubwa kwenye hilo jambo analolifanya. Kujitoa kwako kuna determine kiwango cha matokeo ambayo utakuwa nayo baadaye. Kwa hiyo kubali kulipa gharama ili uwe na matokeo kwenye hilo eneo ulilopo au kwenye hiyo kazi uliopo. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Na Mungu akusaidie sana. Mungu akupe neema. Mungu akujalie moyo wa kulipa gharama. Zipo gharama mbalimbali ambazo Roho wa Mungu amenituma nikufundishe siku ya leo. Zipo gharama mbalimbali ambazo natakiwa kuzilipa. Za awali nimekutajia kwa habari ya muda, kwa habari ya kujitoa mwili wako, kwa habari ya kutoa akili yako, kwa habari ya kujitoa kwa kila namna unavyoweza. Baadhi ya gharama ambazo pia unatakiwa kuzilipa ni kama ifuatavyo ili uweze kuwa na matokeo kwenye hiyo nafasi uliopo. Gharama ya kwanza, kujitoa kuwa sadaka. Kujitoa kuwa sadaka. Wewe kama wewe ujitoe kuwa sadaka kwenye kazi ya Mungu. Ujitoe kuwa sadaka ya kuteketeza ili uweze kuwa na matokeo ya kiroho hapo kwenye nafasi ya uongozi ulionayo. Jitoe kuwa sadaka. Jitoe kifedha, jitoe kiakili, jitoe kimwili kwa ajili ya kukamilisha kusudi ambalo lipo kwenye hiyo nafasi uliowekwa wewe. Kwa hiyo hakikisha unajitoa kuwa sadaka ili Mungu anapotazama sadaka ya kujitoa kwako afungue na milango mingine ya wewe kufanikiwa kwenye maisha yako, ya wewe kupiga hatua, ya wewe kuonekana kuwa na thamani kwenye hiyo nafasi. Unapojitoa kuwa sadaka, hata siku moja utakapoondoka watakukumbuka, watasema fulani alikuwepo kwenye hii nafasi, mambo hayakulala wala kazi hazikushindikana, badala yake mambo yote yalienda kama vile yalivyopangwa. Kwa sababu nini? Wewe ulijitoa kuwa sadaka. Lakini kama hautajitoa kuwa sadaka, uwe na uhakika ya kwamba kuna vitu hautavifanya kwa uhakika, kuna vitu hautavifanya kwa moyo. Lakini ukijitoa kuwa sadaka, uwe na uhakika kwamba moyo wako utakuwa umeridhia kutenda sawasawa na kusudi la Mungu kwenye hilo eneo ambalo umewekwa, au kwenye hiyo nafasi uliopo, au ambayo Mungu amekuweka. Mungu amekuweka kuwa mchungaji. Jitoe kuwa sadaka. Sio kila wakati tu unategemea waumini wakutunze au wafanye vitu kwa ajili yako. Kuna wakati unahitajika kufanya
kufanya vitu kwa ajili ya watu, unahitajika kufanya vitu kwa ajili ya watu wanaokuzunguka, kwa ajili ya wahitaji. Unahitajika kufanya hivyo vitu ukijitoa kuwa sadaka. Watu wengine wanapofika hatua fulani za ukuaji kwenye huduma zao, wanafikiri kwamba mahali pale wamefika kwa juhudi zao. Ikifika wakati wamealikwa kwenye matamasha mbalimbali, wanahitaji mpaka walipwe ndipo waende wakahudumu kwenye yale matamasha. Hata wakienda kuhudumu hawana muda wa kusikiliza hata neno linaloendelea kwa wakati huo kwenye yale malango walipoalikwa. Mtu wa Mungu, nataka nikwambia ya kwamba kujitoa kuwa sadaka maana yake ni kuto kuhesabu ujira wa kwako, kuto kuhesabu gharama utakazorudishiwa, badala yake kuhesabu gharama ambazo wewe unatakiwa kuzilipa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Yesu asifiwe. Jitoe kuwa sadaka ili na wewe watu wengine wajitoe kuwa sadaka kwa ajili yako. Mimi nimejitoa kuwa sadaka kwa ajili yako, kukufundisha maarifa ya kiroho ili upate kukua na kuongezeka, umjue Mungu. Gharama za kuupload video za namna hii za mafundisho ninajitoa mwenyewe. Kwa hiyo gharama hii ninamwamini Mungu ya kwamba haiwezi kabaki hivi kawaida. Lazima Mungu atainua watu kwa ajili yangu na kwako. Ninakuombea kadiri unavyojitoa kuwa sadaka kwa ajili ya watu wengine, na Mungu akawainue watu wengine kwa ajili ya maisha yako, akainue watu wengine kwa ajili ya hatima yako, akainue watu wengine kwa ajili ya familia ya kwako. Mahali ambapo unashindwa, Mungu akakuinulia watu watakao kuwezesha ili upate kushinda kwenye hilo eneo mahali uliposhindwa. Raba sakataya rika mandiri ya badosa kataya raba kosakaria mandiri ya badosa rikataraba koraba sataya. Katika jina la Yesu, jitoe kuwa sadaka. Kitabu cha Warumi sura ya 12 na ule mstari wa kwanza, Paulo anasema, basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu ya kumpendeza, tena ndiyo ibada yenu yenye maana. Kwa hiyo kujitoa kwako ndiyo ibada yenye maana, kujitoa kwako ndiyo dhabihu yenye maana mbele za Bwana. Lakini ukijihesabia haki kwamba mpaka nilipwe ndipo niende nikahubiri au nikahudumu kwenye ile madhabahu, uwe na uhakika haujafanyika kuwa ibada yenye maana. Hata ukienda pale haumpendezi Mungu, bali unawapendeza wanadamu waliokulipa kwa gharama zao. Lakini ukijitoa kwa fedha yako bila kutegemea gharama zao, ukajitoa kwa ajili yao, na kuhakikishia ya kwamba Mungu atakuinulia watu. Hata wao hawawezi kukuacha bila kukutunuku chochote au bila kukushukuru kwa chochote. Wao pia wanaelewa kwamba unafanya kazi ya Mungu kwa moyo, kwa hiyo hawataweza kunyamaza, lazima watajipapasa na kukupatia chochote kile. Lakini ukitanguliza maslahi yako binafsi kwenye huduma ya Mungu, uwe na uhakika kwamba unapoteza nafasi ambayo Mungu amekuweka na ambayo Mungu amekujalia kuikalia hiyo nafasi ili ufanyike baraka kwa wengine. Karabatasatara mandiria korabasakataya rikatarabakorabasaya. Katika jina la Yesu Kristo, jitoe kuwa sadaka. Gharama ya pili, kujikana nafsi yako. Kujikana nafsi yako, jikane mwenyewe. Maana yake kuna vitu ambavyo ili uweze kuilinda vizuri na kuitetea vizuri nafasi uliopewa na Mungu, kuna vitu lazima uvikatae kwenye maisha yako. Kuna vitu lazima uvikane kwenye maisha yako. Kuna vitu hata kama nafsi inavipenda lazima uvikatae. Unapenda kukontaminate na wanawake kufanya ngono au kukontaminate na wanaume kufanya ngono, lazima uvikatae hivyo vitu ili kuilinda nafasi ambayo Mungu amekupa, ili kulinda nafasi
ambayo Bwana ameiachilia juu ya maisha yako kwa ajili ya hatima yako na hatima za wengine, lazima ukatae hivyo vitu ambavyo nafsi inavipenda. Kuna vyakula hautakiwi kuvila kwenye maisha yako. Kuna watu hautakiwi kuwa karibu yao au kuwa na urafiki nao kwa sababu ya ile nafasi ambayo Mungu ameiachilia ndani yako. Haupaswi kuwa una ukaribu na watu ambao wamemkataa Yesu kwenye maisha yao, wamekataa wokovu kwenye maisha yao. Hata kama wakati mwingine tunasema kwamba ili tuwarejeshe lazima tukae nao, lakini mtu wa kukaa naye ambaye unatarajia abadilike anaonekana hata ukikaa naye, hata ukizungumza naye, lakini wakati mwingine unapopeleka habari za Yesu, yeye anakuambia kwa habari ya wanawake au kwa habari ya wanaume aliyotembea nao. Wakati unamhubiria kwamba hayo mambo sio mazuri, anakuinulia matusi, anakutamkia mambo mabaya, anakuvunja moyo. Wakati mwingine ukishaona mazingira ya namna hii, huyu mtu hautakiwi kukaa naye kwa sababu ya ile nafasi ambayo Mungu amekukusudia uwe nayo. Yamkini upo kwenye kipindi cha ukuaji wa wokovu, upo kwenye kipindi cha kukomaa katika wokovu ulionao. Hakikisha unajikana mwenyewe. Kuna vyakula haupaswi kula, kuna mahali hautakiwi kuingia, kuna vitu haupaswi kushabikia. Mimi binafsi Mungu alinikataza kuwa mfuatiliaji wa masuala ya mpira, alinikataza kabisa, na mpaka leo sijawahi kuwa mshabiki wa mpira, ijapokuwa kabla ya kuokoka kwangu nilikuwa ni mchezaji wa mpira, lakini sikuwahi kuwa shabiki wa mpira. Nataka nikwambie ya kwamba mahali ambapo Mungu amekuweka kwa kusudi maalum. Kwa hiyo kuna vitu havitakiwi kwenye maisha yako, kuna mahali hautakiwi kuingia. Kuna watu ambao wamepewa neema kubwa, lakini neema zao zimezuiliwa na mahali ambapo wamepapa kipaumbele kuliko utukufu wa Mungu. Kuna watu ambao wamepewa vipawa vikubwa, lakini hawana matokeo, lakini hawana mwelekeo kwa sababu ya watu ambao wamewapa nafasi kwenye maisha yao. Kuna watu hautakiwi kuwa nao karibu, kuna watu hautakiwi kuishi nao, kuna watu hautakiwi kuwa na mawasiliano nao kwa sababu ya ile nafasi ambayo Mungu amekupa ili kutunza utakatifu wa Mungu. Wewe ni mtumishi wa Mungu, hautakiwi kuwa na ushirika na kahaba, na Biblia imekataa hayo. Hautakiwi kuwa na ushirika na malaya, Biblia imesema hayo, sio mimi ninayezungumza. Korabashakatai ria mandara badusha katai rabakusakatiria bahali. Mathayo sura ile ya 16:24, Biblia inasema mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake na anifuate. Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake, mtu akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe. Ili uweze kufuatana na kusudi la Mungu kwenye nafasi uliopo, jikane nafsi yako, jikane mwenyewe. Kataa mambo mabaya, kataa mahali ambapo hapafai, kaa mahali panapokufaa, kaa mahali ambapo panatunza ushuhuda, kaa mahali ambapo watu wakikutazama watamuona Mungu aliyepo ndani yako. Kataa ora wasakataya. Wewe umepoteza nafasi fulani kwa sababu umelazimisha kukaa na baadhi ya watu, umelazimisha kukaa na tabia fulani ndani yako, umelazimisha kukaa na vitu visivyofaa ndani yako, umejaza chuki ndani yako, umejaza ugomvi ndani yako. Kataa hivyo vitu. Nafsi yako inakutuma kugombana na watu, kataa hiyo hali, jikane mwenyewe, ikatae nafsi yako, kataa maamuzi ya akili yako. Mkubali Kristo awe kiongozi wa maisha yako, akusaidie kushinda na zaidi ya kushinda. Korabasakataya rikatarabakorabasia ramakateria bahandiri badosa karabasakataya rikatarabakorabaseria andabakusakataya. Katika jina la Yesu Kristo,
na kwa damu ya Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, gharama ya tatu, gharamia maarifa yatakayokusaidia kuendelea kukaa kwenye nafasi, au gharamia maarifa yatakayokusaidia kulinda na kutunza nafasi uliyopewa na Mungu. Tafuta maarifa ya kukusaidia maarifa ya kukusaidia kuendelea kukaa kwenye nafasi uliyopewa na Mungu. Maarifa yatakayokusaidia kuendelea kukaa kwenye nafasi uliyopewa na Mungu. Kitabu cha Misali sura ya 24 na mstari wa 4 hadi ule wa 6. Misali 24 mstari wa 4 hadi ule wa 6. Biblia inasema, na kwa maarifa vyumba vyake hujazwa vitu vyote vya thamani na vya kupendeza. Katika maarifa vyumba vyake hujazwa na vitu vyote vya thamani na vya kupendeza. Maana yake nini? Maarifa yako yatakufanya ujae vitu vya thamani, madini ya thamani, hekima ambayo inatafutwa na imekosekana kwenye jamii. Ukishatafuta maarifa ya kukusaidia kukaa kwenye nafasi, yanakuongezea thamani mbele za watu wanaokuzunguka, yanakuongezea thamani kwenye jamii inayokuzunguka. Ukitafuta maarifa, unaipata hekima ya kimungu ya kukusaidia kwa ajili ya watu ambao wanakuzunguka, wanaohitaji msaada wako. Unapotafuta maarifa ya kiroho, unatafuta hekima ya kimungu ya kukusaidia kwenye majukumu yako. Kumbuka hapa Misali anaposema vyumba vyake hujaa thamani, maana yake nini? Akili yako inajaa maarifa yenye thamani na hekima yenye thamani inayotafutwa kwa vijana wengi, inayotafutwa kwa watu wengi na imekosekana. Wewe ukishapata maarifa, maana yake nini? Unajua namna ya kuishi kwenye hiyo nafasi, ili watu wanapokutazama wakuone ni msaada mkubwa kwenye maisha yako. Mkumbuke Suleimani alipopokea maarifa ya kimungu, alipofundishwa akapata maarifa, Mungu akaachilia hekima ndani yake. Watu wa mataifa walikwenda kwake kwa ajili ya kutafuta yale maarifa, kuitafuta ile hekima ya kimungu ambayo ilikuwepo ndani yake. Kilichomwongezea thamani Suleimani ni hekima iliyokuwa ndani yake. Kitakacho kuongezea thamani kwenye jamii inayokuzunguka ni thamani ya mawazo ulionayo, thamani ya hekima ulionayo, thamani ya kile ulichokibeba ndani, maarifa yaliyopo ndani yako. Kwa nini serikali inawaajiri watu? Kwa nini serikali inampatia mtu kitengo? Kwa sababu thamani ya maarifa iliyopo ndani yake. Serikali imeona ya kwamba inafaa ikatumike kwenye ile sekta. Kwa hiyo hakikisha unajiongezea thamani. Mstari wa 5 anasema, mtu mwenye hekima ana nguvu, naam, mtu wa maarifa huongezeka uwezo. Mtu mwenye hekima ana nguvu, naam, mtu mwenye maarifa ana uwezo, huongezeka uwezo. Kwa hiyo pale unapokuwa na maarifa, unakuwa na uwezo mkubwa wa kuyatafasiri mambo, wa kuyaelewa mambo, kuyapambanua mambo. Utampambanua Roho Mtakatifu ni nani, utajua tabia za Roho Mtakatifu, utajua tabia za Mungu anapoingia kwenye maisha yako, utajua namna Mungu anavyokuelekeza kwa habari ya wito wako. Ukishakuwa kwenye nafasi, hakikisha unagharamia maarifa. Maarifa yanagharimiwa mpendwa.
Angalia watu wanaoajiriwa, wote wamesoma, hawajasoma bure, wamegharamia zile elimu zao, wamegharamia yale maarifa, wamegharamia. Na mimi ninatoa haya maarifa kwa ajili yako, nimegharamia na Mungu amenipa nigharamie kwa ajili yako. Na wewe gharamia haya maarifa, gharamia kwa namna yoyote, ili upate kusaidika kwenye maisha yako. Korabashakataya. Gharama ya 4, kubali kuwa peke yako. Kubali kuwa peke yako. Pia kubali kuwa si kila mtu anatakiwa awe sehemu ya maisha yako. Kubali kuwa peke yako inapobidi, lakini pia kubali kuwa si kila mtu anatakiwa awe pamoja na wewe kwenye kila jambo. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 19. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 19. Tunamwona Yohana anatufunulia kitu kizuri. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 9, sura ya 2 mstari wa 19. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 2 na mstari ule wa 19. 2 mstari wa 19. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 19. Biblia inasema hivi: walitoka kwetu lakini hawakuwa wa kwetu, maana kama wangalikuwa wa kwetu wangalikaa pamoja nasi, lakini walitoka ili wafunuliwe kwamba si wote wa kwetu, sio wote ni wa kwako. Walitoka kwetu, hawakuwa wa kwetu. Kama wangalikuwa wa kwetu wangalikaa pamoja nasi, lakini walitoka kwetu ili wafunuliwe ya kwamba sio wote ni wa kwetu. Kwa hiyo si kila mtu atakuwa wa kwako. Kubali kuwa peke yako pale inapobidi. Kubali kubaki mwenyewe pale inapobidi. Using'ang'anie kuwa na mtu kwenye maisha yako. Using'ang'anie kukaa na mtu asiyetaka kukaa na wewe. Using'ang'anie mtu kwenye mahusiano. Using'ang'anie mtu asiyefaa kwenye maisha yako. Using'ang'anie mtu anayekuzalau. Using'ang'anie mtu asiyeona thamani yako kwenye maisha yake. Using'ang'anie huyu mtu, achana naye. Kamate Yesu ambaye anaiona thamani yako, na Mungu akusaidie sana. Jambo la 5, tafuta kujua mapenzi ya Mungu kwenye nafasi uliopo. Tafuta kujua mapenzi ya Mungu kwenye nafasi uliopo. Tafuta, yani kutafuta maana yake ni kujitoa, kufanya bidii, kutafuta mapenzi ya Mungu kwenye nafasi uliopo. Sio kukaa tu afu yaone mapenzi ya Mungu haya hapa. Hapana, lazima utafute. Hiyo ni gharama. Hakuna mtu atakaye kuja kukujulisha kwamba haya ndiyo mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako. Hapana, tafuta mwenyewe. Hiyo ni gharama. Lazima utafute uso wa Mungu, uyajue mapenzi yake kwenye nafasi uliowekwa. Ukishakaa ukasubiri mtu akuletee taarifa, uwe na uhakika kwamba utachelewa sana na utasubiri sana. Hautaweza kuona. Dunia itaisha. Utaondoka duniani haujajua mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo tafuta kwa namna yoyote kuyajua mapenzi ya Mungu kwenye hiyo nafasi. Kuna watu ambao unakaa nao au unafanya nao kazi, si kwamba wanapenda kukuona ukiwa kwenye hiyo nafasi. Wengi hawapendi kukuona kwenye hiyo nafasi, lakini wewe unapofanya bidii kutafuta mapenzi ya Mungu, unajiongezea thamani kwenye hiyo nafasi, unajiongezea brandi kwenye hiyo nafasi. Katakatarabadosha rika materia basaya. Mungu akakutia nguvu, akakupe namna ya kuyajua mapenzi yake kwenye nafasi uliopo, akakupe akili ya kujituma kuyajua mapenzi yake kwenye nafasi uliopo. Korabasakataya rika manderia badosha. Huyo aliyefunga fahamu zako ili usijue mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako, rapa sataya, hana mamlaka juu ya nafasi ya kwako, juu ya hatima ya kwako, juu ya maisha yako, juu ya mapenzi ya Mungu juu yako. Rapa kosakataya ria manderia badosha rapa kasakataya rakateria mahande. Petro wa kwanza, waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3:17.
Biblia inasema, maana afadhali kuteswa kwa kutenda mema, ikiwa ndiyo mapenzi ya Mungu, kuliko kutenda mabaya. Maana ni afadhali kuteswa kwa ajili ya kutenda mema kwa sababu ndiyo mapenzi ya Mungu, kuliko kutenda mabaya. Sikiliza, mapenzi ya Mungu ni wewe kutenda mema, ni wewe kutenda yaliyo mazuri. Ni heri ukateswa kwa sababu umetenda haki. Ni heri ukafukuzwa kazi kwa sababu umetenda haki. Ni heri ukatengwa na watu kwa sababu umesimamia haki. Ni heri ukakataliwa na ndugu zako kwa sababu umesimama kwenye nafasi ambayo Mungu amekuita. Ni heri ukakataliwa na marafiki kuliko ukatenda mambo ambayo hayafai alafu ukakubalika nao. Ni heri ukatengwa na watu ambao wanakuzunguka kuliko ukafanya ubaya wakakusifia. Ni heri ukatenda jambo zuri ambalo linaleta utukufu wa Mungu kwenye hilo eneo na watu wakakuchukia kuliko watu wakakufurahia alafu umetenda vibaya. Orabasakataya. Mungu akutie nguvu, Mungu akujalie mema, Mungu akupe uwezo wa kusimama kwenye haki ili utende mema ya kumpendeza Mungu, yaliyo mapenzi ya Mungu aliye hai. Rapasakataya. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, taifa langu Tanzania, Mungu ukasimame, Roho Mtakatifu ukasimame, haki ikatendeke Bwana kwa watu wako. Rapasakataya. Kawape moyo Bwana wa kukujua wewe, wa kutenda yaliyo mapenzi yako. Rapakosakataya. Ria manderia badosa paya makara baseteria hapa kasakateria rapasakataya. Kwa jina la Yesu, mamlaka ya giza, mamlaka ya kipepo iliyosimama Bwana juu yao kuharibu haki ndani yao, rikantarabadosa kateria bahandi rapakasakateria rikatarabakorabasaya ramandiria badosa kateria. Baba, likumbuke taifa langu, kumbuka taifa langu Bwana. Ninalipa gharama ya muda, nalipa gharama Bwana kwa ajili ya kuliombea taifa langu. Naomba Bwana ukumbuke taifa langu, naomba Bwana ukumbuke na familia za Watanzania Bwana. Kumbuka Bwana biashara za Watanzania Bwana. Siku ya tarehe 7 mwezi wa 7, kataa Bwana hayo maandamano yaliyokusudiwa Bwana, damu zilizokusudiwa kumwagika. Baba, wewe ulilipa gharama kwa njia ya msalaba. Rapapasakateria rikandarabadosa bakaya rapakora manderia badosa, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, ninakusihi Bwana, ninauliza uwepo wako na hizo nguvu zako. Rapakanderia badosa kataya rikanderia badosa kateria, kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninakutukuza na kupa utukufu wako na heshima na adhama zako. Lihimidiwe jina lako Bwana. Pokea utukufu wako, pokea heshima zako Baba. Asante kwa ajili ya mtu mmoja ambaye Bwana amepata neema ya kujifunza neno lako katika siku ya leo, na yeyote atakayepata hiyo neema ya kujifunza neno hili Baba, likawe baraka kwake, likafungue maisha yake, likafungue hatua zake, nafasi yake Bwana, akaongezeke thamani, akaongezeke Bwana. Korabasakateria bahande rapakusia mandarabadoza, katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai. Asante kwa wema na fadhili zako Baba, asante kwa uweza na nguvu zako. Kama umepata neema ya kujifunza siku ya leo mpaka hapa nilipoishia, andika tu amina, nimebarikiwa na neno la leo, na Mungu atakubariki, na Mungu atakuinua, na Mungu atakusaidia kwenye hatua zako za maisha yako. Lakini pia share na watu wengine neno hili ili wapate maarifa ya kuwasaidia waongezeke thamani kwenye nafasi walizopewa na Mungu.
na Mungu atakubariki sana. Lakini pia usisahau kusubscribe katika channel hii, na Mungu atakubariki na atakuinua. Lakini pia nifuatilie kwa njia ya TikTok, pia kuna mafundisho ambayo nayaachilia huko. Mungu akupe neema ya kujifunza na kumwona Mungu kwenye eneo ambalo amekuweka, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.